Asubuhi ya leo tuna sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria. Masomo yetu. Somo la kwanza linapatikana katika kitabu cha pili cha Samueli, sura ya 7 aya ya 4 hadi ya 5, aya ya 12 hadi ya 14 na aya ya 16. Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 4 aya ya 13, aya ya 16 hadi ya 18 na aya ya 22. Na injili ya leo inapatikana katika mwinjili Mathayo, sura ya kwanza aya ya 16, aya ya 18 hadi ya 21 na aya ya 24. Tusikilize injili. Yakobo alimzaa Yusufu mumewe Mariamu, aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Neno la Bwana. Wapenzi watazamaji, asubuhi ya leo Mama Kanisa, kama nilivyotangulia kusema, ametuwekea mbele yetu sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria. Yosefu hataji sana katika Biblia, lakini mchango wake ni mkubwa mno kwenye historia ya wokovu wetu. Ndiye baba mlinshi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni seremala, mtu wa kawaida, lakini alichukua jukumu kubwa la kumtunza mtoto Yesu, na kipekee kabisa akaendelea kuwa baba mlinshi na kutimiza wajibu wake vema. Tumesikia kwenye injili ya leo jinsi ambavyo ilikuwa. Mariamu kabla hajaposwa na Yusufu alionekana ana mimba. Na Yusufu, kwa kutaka kumwaibisha, kwa sababu yeye ni mtu wa haki, aliazimu kumwacha kwa siri. Na hapo anapata ujumbe wa malaika arudi na kumchukua Mariamu awe mkewe, kwa sababu mimba ile ni kwa uwezo wa Mungu. Maana yake kuna mpango mkubwa kwenye maisha ya Mariamu na maisha yake kuhusu mtoto. Hicho kinagusa sana. Tunajifunza nini kutoka kwenye maisha ya Mtakatifu Yosefu? Mtakatifu Yosefu ni mnyenyekevu. Unyenyekevu wake unamsaidia kuinuliwa na Mungu. Vile vile Yosefu ni mtu wa haki. Angekuwa ni mwanadamu kama wengine walivyo sasa, angemwaibisha Mariamu. Lakini kwa kile kitendo cha kutaka kumwaibisha Mariamu, aliazimu kumwacha kwa siri. Na alipoletewa ujumbe wa malaika, anachonifundisha kingine ni hiki: utayari wake wa kutimiza mapenzi ya Mungu. Nenda, rudi ukamchukue Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na anafanya hivyo. Hata anapewa ujumbe mkubwa sana katika maisha yake. Mariamu mkeo, nenda, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye tazama, atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Wapendwa katika Kristo,
asubuhi hii tumeamka salama. Tunapata tafakari hii tukiongozwa na maisha mazuri ya Mtakatifu Yosefu pamoja na Mama Maria. Tumuige Mtakatifu Yosefu kwenye maisha yetu. Yeye ni mnyenyekevu, mtu wa haki, aliye tayari kutimiza mapenzi ya Mungu. Yosefu, mume wa Bikira Maria, ametimiza wajibu wa baba mwema mpaka mwisho. Tuwaombee akina baba wale waliomo kwenye ndoa ili watimize wajibu wao vema, na wale wanaotamani kuingia kwenye maisha ya ndoa wajipange vizuri, wamruhusu Mungu atawale kila kitu kwenye maisha yao. Hivyo kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu, mume wake Bikira Maria, tunapoenda kwenye majukumu yetu tupate baraka. Tunapoenda kwenye kazi zetu tufanikiwe. Na wale wanaotafuta ajira wafanikiwe. Ishara zote za mafanikio zijitokeze. Wanaoenda mashuleni wafanikiwe kwenye masomo yao. Na waliopo kwenye mipango mbalimbali ya maisha, Mungu aendelee kuwaongoza na kuwaelekeza. Tufanane na Yosefu. Baba huyu ni wa kipekee sana. Swali la kujiuliza siku ya leo, hivi fikiri katika ulimwengu wetu huu wa sasa, ingekuwa imemtokea kijana mmoja leo hali kama hii, anakaribia tu kuoa au kwenda kuposa dada fulani, kwamba anagundua ana ujauzito, angekaa kimya? Si angemtangaza vibaya? Tujifunze kupokea mambo kwa uzito wake na kumruhusu Mungu atufunulie maana yake nini, na baadaye atatupa njia ya kutoka. Muwe na siku njema na yenye baraka, na Kristo na Mungu aliye mwema aendelee kuwaongoza na kuwaelekeza, mfanikiwe, awajalie ulinzi na baraka zake, na mapenzi yake yatimie. Tumsifu Yesu Kristo.